Sasa eneo hili limepewa TFF toka mwaka 1956. Nilikuwa nasoma vitabu 1956. Kama ni wazazi wetu, kama ni babu zetu waliingia hapa kwa kuvunja sheria eneo la TFS. Nilikuwa nawaambia watu wengine, hivi nchi nyingine eneo limepangwa la serikali, mtu anaweza kuingia tu na akaingia na ng'ombe wake akalima akafanya nini? Haiwezekani. Haya maeneo yanahifadhiwa kwa ajili ya kesho na kesho kutwa. Sisi tunaondoka na tunajua misitu ni mali, tunajua mambo ya tabia nchi namna gani yanaleta madhara makubwa miti isipokuwepo. Sasa sisi serikali inapotoa maamuzi sahihi, Watanzania wenzetu mnafikiri mnaonewa. Mnaonewa kwa faida ya nani? Kwani hiyo miti ni ya nani? Si ya kwenu? Au hiyo miti ni ya Siro, mkuu wa mkoa ataondoka nayo kwenda nayo Musoma? Hii miti si ya Watanzania. Na sasa hizi wanasema kuna carbon 14. Miti ikiwa mahala pazuri, fedha inayokuja kulipa ni fedha nyingi, ni mabilioni ya fedha. Hiyo fedha sinaingia serikalini, si ndio tunapata maji, tunapata nini? Kwa hiyo Tanzania wenzangu, kabla sijasema jambo, naomba mnielewe. Siku zote mwenye busara anaelewa, asiyekuwa na busara hataki kuelewa. Na kama hataki kuelewa, lazima sheria ifanye chukue mkondo wake. Wenzetu polisi wanasema utii wa sheria bila shuruti. Sasa mimi niwaombe sana ndugu zangu sana, nitakachosema hapa, kama unajitambua vizuri na unapenda nchi yako, nenda kapate mashamba, gaue shamba. Nimeambiwa kuna watu hawajapata mashamba. Nenda kapate eneo la kujenga, ili kesho na kesho kutwa watoto wetu wahame waende kwenye shule nzuri. Watoto kabla hawajahama kwenye shule ni lazima wazazi muwe mmehama. Lakini ninajua kuna wale wababe wa vijijini, mimi nitakula nao sahani moja. Mimi nitakula nao sahani moja. Kwa sababu kwanza tumevunja sheria, tumeingia eneo la TFS. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesema hawa ni watu wetu, hakuna shida. Imemega eneo la TFS, limesema pana tuwape eneo dogo mkae kwa heshima na kujua kwamba sisi ni Watanzania na maeneo haya ni ya kwetu. Alafu kuna vigogo wachache wanasema hatuwezi kuhama.